Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Azimo TV. Kama ni kwa mara yako ya kwanza, na kuomba usikose kusubscribe, kushare na kucomment. Channel hii inakuletea taarifa kila wakati. Leo si siku ya kawaida, moyo wa mama. Bila kupoteza muda, watu walio wengi najua tunatembelea mitandao ya kijamii. Tumeweza kuona msanii Wema akiposti mbwa wake Manunu kuwa alifariki, lakini pia aliweza kuonesha hisia ya moyo wake, alionyesha kuumia sana, lakini pia katika kuumia ameweza kuposti katika mitandao ya kijamii mbalimbali kama Facebook, Instagram, akionyesha hali gani alivyoumia na mbwa wake baada ya kufariki. Lakini pia sio hivyo tu, na wasanii mbalimbali waliweza kumuunga mkono kufika katika eneo la tukio na kutenga msiba, na watu wametoa rambirambi kwa ajili ya huo msiba wa mbwa. Lakini baadhi ya watu wameweza kukomenti na kutaka kufahamu kwamba hichi kitendo cha kuweka msiba wa mbwa, watu wanazidi kushangaa kwamba hili tukio ni kwa mara ya kwanza. Hata mimi mwenyewe ni mara yangu ya kwanza kuona watu wanaweka msiba wa mbwa na watu wanaweza kutoa rambirambi, kuonesha kwamba ni hali gani watu na wao wameweza kuumia kutokana na kifo cha mbwa. Lakini watu mbalimbali wameweza kuchangia katika ukitembea katika kwenye mitandao ya kijamii, wanaomba sana Wema aweze kuhojiwa, kaitwe mtu wa utamaduni aweze kumhoji. Ni katika kwenye hili jambo alilofanya la kuweka msiba wa mbwa, ni kitu ambacho sana watu wameshtuka, hawajaelewa ni kwa nini ameamua kufanya hivyo. Kwa hiyo wamecomment sana kutaka kujua, je, alikuwa na lengo gani la kufanya hivyo, ni utamaduni wa wapi? Na wewe kama ni kwa mara yako ya kwanza, unaweza kaweka comment yako, tusikie na wewe unasemaje. Basi najua watu wa utamaduni wataweza kulichambua na kulichakata kujua ni kitu gani ambacho alikuwa anamaanisha. Uliacha pengo lisilozibika moyoni, lala salama Manunu, pumzika kwa amani. Uliacha upendo wa kweli ndani ya maisha ya Wema, machozi yake ni shahidi, ulikuwa watamani, mbwa mwaminifu kutoka usahaulike kama